Kama mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira amehoji ni njia ipi chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kitaitumia kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu 2025 ikiwa mchakato wake umeshaanza kuboresha taarifa kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Wakati akieleza hayo Alhamisi Jumatano, mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu akihutubia mkutano wa hadhara mjini Sumbawanga mkoani Rukwa alisema kugomea kila wanachotaka kuwa wanaambiwa na serikali ni miongoni mwa njia watakayotumia kuzuia uchaguzi usifanyike. Msingi wa msigano wa upande hizo mbili ni baada ya Chadema kusema haitashiriki uchaguzi na kuja kampeni ya no reform no election inayolenga kushinikiza serikali kufanya mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi ili kutoa fursa kwa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Chochote wanachopendekeza tusisusie, tukikatae kila watakachotuletea tukikatae, na nimeangalia sheria za nchi, sijaona sehemu kama tukikataa kwenda kupiga kura ni dhambi au tumevunja sheria. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba hata kwa katiba hii inawezekana kuahirisha uchaguzi. Alhamisi Machi 27, 2025 akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika mji wa Kahama ikiwa ni muendelezo wa wizara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM, Wasira amesisitiza kuwa hakuna mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi huo, labda wao wameota ndoto ya mchana. Wasira amesema pamoja na kampeni wanazoendelea kuzifanya hawana uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike, kwa sababu tayari hatua ya kwanza ya uchaguzi huo imeanza kwa wananchi kuboresha daftari na taarifa zao kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Nasikia wanazungumza nchi nzima, wakifika hapa Kahama msiwasikilize, halafu muwaulize mnatumia njia gani ya kuzuia uchaguzi, maana katiba inakataa. Inasema hakuna uchaguzi kuahirishwa kama kuna vita, na hata kama ikiwepo vita watasema kwa miezi 6 ndio unaweza kuahirisha ili vita ishe. Hakuna jambo jingine linaloweza kuzuia uchaguzi, lakini wamesisitiza wanaweza kuahirisha. Sasa muwaulize wanatumia mbinu gani kuahirisha, alafu niwaambie nilipokuwa Bukoba mbona uchaguzi umeshaanza, maana cha Dar es Salaam wamemaliza kujiandikisha, na kujiandikisha ni sehemu ya uchaguzi. Kujiandikisha kwa kiongozi yoyote kule kunapaswa. Kiongozi huyo amesema ni muhimu kwa Lissu kukubali kubadili msimamo wake kushiriki uchaguzi huo badala ya kuendelea kuweka mpira kwa pani. Hawezi kujenga zaidi ya kuua ndoto za wanaotaka kuwania ubunge wa udiwani. Utaratibu wa uchaguzi baada ya wananchi kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, hatua zinazofuata ni kuweka wagombea na tume kuwapokea. Ikiisha hatua hiyo, itachobakia ni tume kuwapokea na kuanza kufanya kampeni. Sasa wanatuzuia ama watazuia uchaguzi ama kampeni? Yaani mimi hivi makamu mwenyekiti wa chama kikubwa wanizuie kuja Shinyanga kuomba kura? Nitakuja tu, watanifanya nini? Sheria inasema ukizuia mtu kwenda kutimiza haki yake ni kosa la jinai. Hivyo wakija muwaulize mnatumia mbinu gani. Wakikosa majibu mjue hao ni watu hatari na mnatakiwa kuwaogopa kuliko ukoma. Kulingana na maelezo ya Wasira, amesema kinachomfurahisha ni baada ya kuona makada wamegawanyika, kuna wanaopinga msimamo huo na kuona hauna maana na waruhusiwe kwenda kugombea. Kwa hicho ndicho ambacho kimekuwa kikiendelea kuwanyima usingizi sana Chadema.